Moja pia kati ya taarifa ambayo pia kwa sasa inazungumzwa zaidi baina mwa Urusi na Ukraine, ukiachilia mbali mazungumzo ya kumaliza vita ambako pia Marekani imesimama kama nchi patanishi baina mwa nchi hizo, na maanisha Urusi na Ukraine, katika kufikia mwafaka kumaliza mzozo huo. Pia kwa sasa taarifa ambayo inaripotiwa zaidi kutoka mstari wa mbele wa kivita ni kuhusu mashambulizi mapya ambayo Urusi imeanzisha huko mkoani Sami. Lakini Urusi imeanzisha mashambulizi katika siku za hivi karibuni, huku pia sababu kuu ikitajwa kwamba Urusi inalenga kuchukua eneo hilo au baadhi ya maeneo kwenye mkoa huo kuwa kama sehemu ya bafa au hifadhi au sehemu ya usalama dhidi ya mkoa wake wa Kursk, ambako sasa taarifa ambayo wameripoti muda huu kutoka mstari wa mbele wa kivita ni ya kwamba Urusi imelimbikiza kiasi kikubwa na cha kutosha cha wanajeshi huko mkoani Kursk, wakijiandaa kwa mashambulizi mapya ya kuingia mkoa wa Sami au kuvamia mkoa wa Sami, ambako mpaka sasa pia kuna takribani vijiji 4 vya mkoa wa Sami huko nchini Ukraine tayari vimechukuliwa na wanajeshi wa Urusi. Na baada ya kusikia hichi ambacho ya kwamba Urusi imelimbikiza wanajeshi wengi huko mkoani Kursk wakijiandaa kuingia mkoani Sami huko nchini Ukraine, utasikia pia taarifa ambayo imeripotiwa ya kwamba nako pia Ukraine wanakusanya wanajeshi wengi au tayari wameanza kukusanya wanajeshi wengi zaidi kuwapeleka huko mkoani Sami kupambana vikosi vya Urusi ambavyo pia vinazidi kusonga mbele au kufanya mashambulizi kwenye mkoa wa Sami. Hivyo basi taarifa hii utaisikia hapa. Utasikia pia kile ambacho sasa ni kama kinazungumzwa zaidi, ambao kwa sasa hivi ukizungumzia mashambulizi mengi ya kijeshi, ukiacha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ambako Urusi na Ukraine pia zimekuwa zikishambuliana, lakini kutoka mstari wa mbele moja kwa moja kabisa, tukio ambalo kwa sasa linatazamwa na kuzungumzwa zaidi huko Urusi na Ukraine ni kuhusu huu uvamizi ambao Urusi imeanzisha kwenye mkoa mpya huko Sami nchini Ukraine. Karibu sana, pia unaweza kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, na kukumbusha kwamba pia ukihitaji kupata taarifa hizi na matukio ya kivita ya moja kwa moja kabisa kutoka mstari wa mbele wa kivita, basi pia unaweza kufanya hivyo kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 kwa nambari ya Tigo Pesa, ambako sasa huko utapata nafasi ya kujiunga na grupu letu la WhatsApp, ambako huko matukio ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita nimekuwa nikiaweka kwa uzuri kabisa. Hivyo basi lipia kiasi cha pesa cha shilingi 2500 kwa nambari ya Tigo Pesa ya 0679619650 0679619650. Ukilipia kiasi cha shilingi 2500 basi pia nitumie message neno ni unge kwa njia ya WhatsApp, basi moja kwa moja pia nitakutumia link ya kujiunga au nitakuunga moja kwa moja kabisa mimi mwenyewe, ili pia upate nafasi ya kushuhudia matukio ya kivita ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Nikianza na taarifa ya Urusi kulimbikiza wanajeshi wengi huko mkoani Kursk wakijiandaa kwa mashambulizi huko mkoani Sami, imeripotiwa ya kwamba Urusi imejilimbikizia kiasi cha kutosha cha vikosi katika jimbo la Kursk huko nchini Urusi ili kupata uwezekano wa kuanzisha mashambulizi makubwa kwenye jimbo la Sami huko nchini Ukraine. Msemaji wa huduma ya ulinzi wa mipaka ya jimbo anayefahamika kama Andrei Demichenko amesema hivyo. Kauli hiyo inajiri huku kukiwa na maonyo ya uwezekano wa mashambulizi mapya ya Urusi msimu huu wa joto, kwani juhudi za upatanishi wa Washington zimeshindwa kuleta makubaliano ya kusitisha mapigano hadi wa sasa. Urusi imezidi kufanya kazi katika eneo la Sami baada ya kusukuma zaidi vikosi vya Ukraine kutoka eneo la Kursk, ambako mamlaka ya Ukraine hivi karibuni ilithibitisha kwamba vikosi vya Urusi viliteka vijiji 4 vya huko Sami, ikiwa ni Novenka, Zuravinka, Veselevinka na huko Basivinka. Akizungumza kwenye televisheni ya taifa, Demichenko alisema kuwa Urusi ilianza kukusanya vikosi ilipojaribu kuondoa wanajeshi wa Ukraine huko mkoani Sami, ambako Ukraine iliweza kuvamia mwezi Agosti mwaka 2024.
Urusi inaendelea kudumisha kikosi katika eneo la Kursk na Ukraine mara kwa mara na hugundua mabadiliko fulani katika idadi ya wanajeshi na vifaa katika eneo hilo. Msemaji huyo amesema hivyo. Aliongeza, Urusi ina vikosi vya kutosha huko katika mkoa wa Kursk kufanya operation dhidi ya mpaka wetu na kujaribu kushambulia eneo la Ukraine. Matamshi hayo yalikuja siku chache baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema ya kwamba Urusi inakusanya wanajeshi takribani 50 karibu na mkoa wa Sami ya kaskazini mashariki mwa Ukraine, ikitaka kuunda eneo la buffer la kilomita 10 katika eneo hilo. Kulingana na Ukraine, ilisema Urusi inapanga kuanzisha mashambulizi katika eneo la Sami tayari mwaka uliopita, lakini mpango huo ulitatizwa na uvamizi wa Ukraine huko mkoani Kursk, ambapo Moscow imeonyesha mara kwa mara mipango ya kuunda eneo la buffer kati ya Ukraine na Urusi katika eneo hilo. Ukraine pia imeripotiwa ya kwamba imekusanya wanajeshi katika eneo la mstari wa mbele wa kivita huko mkoani Sami, ambako imeelezwa ya kwamba jeshi la Ukraine limepeleka vitengo vya mechanized, mashambulizi ya anga, ulinzi wa ardhi na walinzi wa mipaka kwenye eneo la mstari wa mbele wa kivita huko mkoani Sami. Chanzo katika duru za ulinzi za Urusi ziliweza kuripoti hivyo kupitia shirika la habari la TASS kutoka nchini Urusi. Katika mwelekeo wa Sami, adui yani Ukraine amekusanya kikundi kikubwa cha vita kinachowakilishwa na brigedi zilizo na mitambo, brigedi 21, 41 na 67 tofauti na vitengo vya ushambuliaji wa anga wa juu, vijeshi vya 79 na 82 pamoja na 95 tofauti vya mashambulio ya anga na 78 ya jeshi tofauti la ulinzi wa anga, ambako vikosi vya ulinzi wa eneo tofauti vya 103 na 129 walinzi wa mpaka kutoka kwa kikosi cha 5 cha walinzi wa mpaka walioongezwa na wafanyakazi kutoka vitengo vingine vya walinzi wa mpaka wanafanya kazi katika sekta hiyo ya mstari wa mbele wa kivita. Chanzo hicho kimeeleza hivyo. Pia kikosi cha 47 tofauti cha jeshi la Ukraine, kikosi cha 225 na 425 cha mashambulizi tofauti na kikosi cha kitaifa cha Aidan kilichopigwa marufuku kama kikundi cha kigaidi huko nchini Urusi viko mashariki mwa eneo hilo. Duru za ulinzi ziliweza kuliambia shirika la habari la TASS ya kwamba kikosi cha Aidari cha Ukraine kilikuwa kikijaribu kufanya mashambulizi katika eneo la makazi ya huko Rizevinka mkoani Sami, lakini kilikuwa kikipata majeruhi 30 hadi 40 kila siku. Na hichi ndicho ambacho pia kimeweza kuripotiwa kuhusu hali nzima huko kwenye mstari wa mbele wa kivita mkoani Sami, ambako pia Urusi inaelezwa kwamba bado pia inaweza kutengeneza nguvu au kuandaa nguvu ya kufanya mashambulizi kwenye mkoa wa Sami. Lakini pia Ukraine nayo imeelezwa kwamba tayari inakusanya vikosi vya kijeshi kwenye ukanda huo au huko mkoani Sami, ikijipanga kwa mashambulizi zaidi au kuzuia vikosi vya Urusi kufanya mashambulizi kwenye mkoa huo wa Sami, ambako mpaka sasa pia Urusi inashikilia vijiji takriban 4 kutoka kwenye eneo hilo.